ubingwa wa Simba upo kwenye mikono ya Yanga na ubingwa wa Yanga upo kwenye mikono ya nani? Simba. Kwa hiyo haiwezekani. Kwani Simba je kumfunga Yanga? Tayari. Sasa kumfunga Yanga. Kwa kitu ambacho kinawezekana. Kwa hiyo ubingwa wa msimu tena unakuwa ni ubingwa kwa mtamu kweli kweli. Kwa sababu unachukua yani unampokonya. Kwa hiyo kuna ile inaweza kushangaa umefungwa na Yanga mechi zote mbili. Afuka bingwa lakini ubingwa wenyewe umepiga wazembe wengine. Lakini ubingwa wa msimu huu kwamba Yanga akiwa bingwa anakuwa amechukua kwenye mikono ya Simba na Simba akiwa bingwa amechukua katika nini? Mikono ya Yanga. Kwa yale maneno yayo si udugu nini? Udugu imara. Ubaya unakuwa naita mantiki ni wao. Ndio maana ukiangalia hizi matches si Jumapili watu wote wanamaliza mechi. Kasoro wao tu. Ni wao ile peke yao. Wao wanasema kwa nini wao wanamaliza wasimaliza? Hapana, kwa sababu ubingwa unahusu wao. Wengine wameacha mbali. Kwa hata kama wakibaki wao wenyewe tu. Yaani ni vizuri. Kwa hiyo hakuna linaloshindikana. Kwa sababu Simba ni klabu kubwa. Ni Simba ambayo ishawahi kupata matokeo dhidi ya Yanga. Shanzuri. Ndio. Kwa hiyo ni finali ambayo unatakiwa fahamu tu. Ubingwa wao upo kwenye mikono ya Yanga. Sasa wanataka ubingwa, wanataka kuleta tena siasa za mpira. Sasa hivi hakuna tena siasa za mpira. Sasa hivi kipijwe, watu wachukue. Kuongea kuhusu mpira hata kuelewa. Sababu kuna wakati utazungumzia mpira ambao zingine haumfevi yeye na timu yake. Atakuona yeye ni msaliti. Na usaliti wao kuingizi kwamba hawasemi kwamba huyu ni mtu wa mpira, wanasema huyu ni mshabiki wa mpira wa Simba. Wengine wanasema mshabiki wa chanzo wa Yanga. Kwa sasa yanakuja yote yale kwa mtu anaangalia sehemu ya kutokea ni wapi. Ndio inaitwa propaganda. Ndio kama hizi. Maana yake ukisikia kama FIFA inaingilia kati, maana yake zingine kuna watu wameona kwamba lile jambo lililotokea labda la kuahirisha mechi na labda zile picha za rais kweli si jambo zuri. Kwa tuwete propaganda kwamba FIFA inaingilia kati kuonesha kwamba hichi kitu hakikuwa sahihi. Sio lakini ukiangalia ni usahihi tu. Ni usahihi sababu ambao watake wasitake wale kufanya makosa makubwa ni bodi. Wasikiliza Simba mpaka Simba mchezo ukaahirishwa. Kuna Yanga nao walivogomea ulitaka ili jambo lisingiliwe kati kwa maana gani na serikali kwa sababu ilikuwa inakwenda pala pabaya. Bodi analazimisha mechi iwe. Yanga akasema wacheze. Na sio tu kucheza wacheze. Yanga walikwenda viongozi wao kuongea na bodi ya ligi. Uliona mpaka mashabiki nao wamekwenda pale. Kwa hiyo ukiangalia jambo unaweza kuona kama la kawaida lakini baadaye lingekuwa na athari kubwa endapo mchezo ungeendelea kuwepo na Simba angefika uwanjani mfano na marefu angekuwepo. Sheria ingekuwa inasemaje? Yanga ashushe daraja na nyang'anywa pointi ngapi? Apewe Simba. Simba wangebwazi pointi 3. Tufikiri hii nchi ingekuwa vipi? Wao wenyewe ingekuwa hatari au TFF wenyewe ingekuwa kwenye hatari pale. Ile Karume unavyoiona ingekuwa ni hatari zaidi. Kwa sasa ya nini tufikie huko? Ni mambo ambayo yanatokea yakaya pango kwa utaratibu. Yamepangwa yametokea kutokea. Sasa yalipotokea haya ndio watu wanaona kwamba kama serikali imetia nguvu kwenye masuala mpira, kwa FIFA wanakuja kuangua kuangalia. Bwana timu zote za NBC Premier League nchi zote zina magumashi yake. FIFA wakisema ufuatilia hapa ama anayepona. Eza kushangaa timu zikaja mpya, akaja Wasafi FC, wakaja Super FC, wakaja Clouds FC, zote zikazipona. Sababu zote zina magumashi yake. Zote zinajua nini, yani zinachumaje matokeo yake. Kwa wakiruhusu FIFA, sio waruhusu tukio hili. Waruhusu wakague FIFA kuanzia mashindano ya kimataifa mpaka mashindano ya ndani. Wewe mnataka ibaki hapa. Na kama ingekuwa kuna jela au mtu aruhusiwa kuuliwa, tungekufa wote. Baba Jeni bye bye. Wewe wote tungekufa. Kwa sababu wote tuna magumashi. Ifike penye tukubaliane tu. Kama klabu yako imefanya makosa, kubaliane makosa. Mambo yalianzishwa na makosa yalipoanzishwa ni pale tarehe 8 ndio meza yote haya. Kama nchi haikutaka wananchi wake wafike sehemu pala pabaya. Ndio maana hata katika maongezi nilisema viongozi mmeshindwa kumalizana wenyewe. Sasa tunamaliza sisi. Ndio moja la maamuzi yao, airisha hiyo mchezo, panga tarehe mpya. Full stop. Ukiwasikiliza mashabiki wa Simba wanakuambia hawajapewa kanuni wala sababu zozote za kupeleka mchezo mbele. Kwani wao walipewa Yanga alipewa kanuni au sababu yote ya kupeleka ya kualisha mchezo tarehe 8? Ulisemekana kuna viashiria vya rushwa. Hakupewa. Hiyo wamesema mpaka leo wamesema hiyo viashiria vya rushwa. Havijatoka bado, barua ya uchunguzi bado hawajapiga. Sasa kama haijatoka kwa nini unapanga mechi? Pia walinyimwa haki ya kufanya mazoezi kabla. Kuna kanuni ipo inazungumza timu yote inanyimwa haki ya kufanya mazoezi. Maana mimi mtu alimefaini 500 tu. Watakiwa ni uripoti. Wakati unaripoti huku mechi inachezwa.
ukisubiri majibu yako. Alafu kamati inakaa inaangalia yale makosa, naona ni makosa sahihi, Yanga anaadhibiwa na pia faini ya 500,000. Aina haingiliani na kugomea mchezo. Sasa kama vile haingiliani. Kwa hiyo katika haya kila mtu ana haki yake. Ikiwa wewe Simba uliona una haki ya mechi kuahirishwa, na Yanga naye alikuwa na haki ya mechi kutokucheza tarehe ngapi? 15. Sasa yote haya tuyatoe, nyinyi timu za mpira, nyinyi matakana, yote tuyatoe. Kishapangwa tarehe mpya na Yanga imekubali. Simba sinakuwa naambia Yanga hapa matukimbia. Sinakuwa na force hapa. Sasa kwa nini nao wamekuwa na mashaka sasa hizi? Kipigwe. Mchezo wa mpira jamani ni mchezo ambao uko wazi. Kipigwe pale tarehe 25. Mbabe pata bingwa shughuli ishe. Namna ambavyo unavyokitazama kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Unaona wakienda kuchukua ubingwa msimu huu? Haishindikani. Kwa sababu mpaka kufika hapo bado pointi moja tofauti. Jumapili nafikiri wanacheza mechi za 29. Jumatano wanamaliza msimu. Yaani Simba nafikiri ubingwa wa Simba upo kwenye mikono ya Yanga na ubingwa wa Yanga upo kwenye mikono wa nani? Simba. Kwa hiyo haiwezekani. Kwani Simba je kumfunga Yanga? Tayari. Kisha kumfunga Yanga. Kwa kitu ambacho kinawezekana. Kwa hiyo ubingwa wa msimu tena unakuwa ni ubingwa wa mtamu kweli kweli. Kwa sababu unachukua, yani unampokonya. Kwa hiyo kuna ile inaweza kushangaa umefungwa na Yanga mechi zote mbili. Afuka bingwa, lakini ubingwa wenyewe umepiga wazembe wengine huko. Lakini ubingwa wa msimu huu kwamba Yanga akiwa bingwa anakuwa amechukua kwenye mikono ya Simba, na Simba akiwa bingwa amechukua katika nini? Mikono ya Yanga. Kwa yale maneno yao si udugu nini? Udugu imara. Ubaya unakuwa naita mantiki ni wao. Ndio maana ukiangalia hizi mechi si Jumapili watu wote wanamaliza mechi. Kasoro wao. Ni wao ile peke yao. Unasema kwa nini wao wanamaliza asimaliza? Hapana, kwa sababu ubingwa unahusu wao. Wengine wameacha mbali. Kwa hata kama wakibaki wao wenyewe. Yaani ni nzuri. Kwa hiyo hakuna linaloshindikana. Kwa sababu Simba ni klabu kubwa. Ni Simba ambayo ishawahi kupata matokeo dhidi ya Yanga. Shanzuri. Kwa hiyo ni finali ambayo unatakiwa fahamu tu. Ubingwa wao upo kwenye mikono ya Yanga. Sasa wanataka ubingwa, wanataka kuleta tena siasa za mpira. Sasa hivi hakuna tena siasa za mpira. Sasa hivi kipijwe, watu wachukue hata flash. Ricardo, tukiachana na masuala ya mpira sasa tuje huku kwenye sekta zenu. Tumeona mwaka huu kumekuwa na JP, Jux na Priscilla imetikisa sana. Hapa juzi imefungwa ndoa ya ndugu yetu, kaka yetu star mkubwa Diamond Platinum na Zuchu. Nao tutegemea kuona hapa kwenye kamati huko mchanza kukaa kuona kwamba inakuja jambo kubwa zaidi ya lile. Why not? Na hiyo majua mara nyingi jua kama unajua sema tulivyoana wenyewe. Wana wenyewe. Sisi wenyewe tumefahamu siku ambayo picha. Bwana kweli kweli japokuwa mimi alinitaarifa aliniambia, lakini ilikuwa ni